Klabu ya Barcelona na shirikisho la soka nchini Uhispania zinajipata katika mgogoro mpya. Hii ni baada ya kocha wa timu ya taifa ya Uhispania, Luis de la Fuente, alipomuita Lamine Yamal katika kikosi cha taifa kushiriki katika mechi dhidi ya Georgia na Turkey, na badala yake Barcelona kusema ya kwamba Lamine Yamal anaugua maumivu ya kinena na maumivu ya sehemu za siri za chini almaarufu kama pulbagia, na hivyo walikuwa wamemtafuta daktari mmoja mtaalamu kutoka nchini Ubelgiji kupitia daktari mkuu wa klabu ya Barcelona Ricardo Pruma. Na katika tetesi za uhamisho, klabu ya Manchester United inamuinda mchezaji Karim Adeyemi anayetumikia klabu ya Borussia Dortmund, ambaye kwa sasa anaonekana kuwa na mgogoro wa wazi na kocha wake Niko Kovac. Na tukiangazia matokeo ya CAF World Cup Qualifiers Playoffs, timu ya taifa ya Cameroon ililazwa goli 1-0 na timu ya taifa ya DRC Congo, na hivyo matumaini ya Cameroon kushiriki katika michuano ya kuwania kombe la dunia yatakayoandaliwa nchini Mexico, Marekani na Canada yamefutwa. Mchezaji Chancel Mbemba ndiye aliyefungia timu ya taifa ya DRC Congo goli katika dakika za 91. Na kwengineko, timu ya Nigeria ilicheza dhidi ya Gabon. Mchuano huu ulitamatika kwa ushindi wa magoli 4-1 kwa niaba ya Nigeria. Nigeria ilitokwa na kijasho na damu na kujitoa kwa kila kitu kwa hali na mali uwanjani, na katika dakika 90 Nigeria walikuwa wamefunga goli kupitia mchezaji Akonor, ambaye Nigeria ilidhani itapata ushindi wa goli hilo, na badala yake mchezaji Mario Lemina akaisawazishia Gabon, na hivyo mchuano huu ukalazimika kuenda katika dakika za ziada ili kutafuta mshindi. Ikumbukwe michuano hii inachezwa huko nchini Morocco. Katika dakika za ziada, Nigeria walifunga magoli 3 kupitia mchezaji Ejure na Victor Osimhen aliyefunga magoli 2. Sasa Nigeria itacheza fainali dhidi ya DRC Congo, mchuano ambao unaandaliwa nchini Morocco hiyo Jumapili. Nigeria na DRC, atakayeshinda atakuwa anayabeba matumaini ya bara nzima la Afrika kucheza katika michuano ya World Cup Tournament Playoff yatakayoandaliwa nchini Mexico hiyo mwezi Machi mwaka 2026. Katika World Cup Playoff Tournament, shirikisho la soka barani Afrika, shirikisho la soka barani Asia na shirikisho la soka barani Oceania pamoja na CONCACAF na CONMEBOL yatatoa kila mmoja mshiriki mmoja atakayewakilisha kila shirikisho, lakini CONCACAF itatoa washirika wawili watakaowakilisha CONCACAF, kwa maana Mexico na Marekani na Canada, ambazo zote ziko ukanda wa North America, ndizo zitakazokuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Na tukiangazia matokeo ya Euro World Cup Qualifiers, Norway ililaza Estonia magoli 4-1. Wachezaji Alexander Sørloth na Erling Haaland walifunga kila mmoja magoli 2 na kuihakikishia Norway alama 3
na kwa jumla Norway imefikisha alama 21 na kucheza katika michuano ya kombe la dunia baada ya miaka 25 kila kuchao. Ndoto hii inaonekana kushika kasi na kuwa Norway huenda wakacheza michuano hii. Kwengineko, Ufaransa ililaza Ukraine magoli 4-0. Ushindi huu ulihakikishia Ufaransa kuwa ni nchi ya pili kutoka barani Ulaya ambayo itakuwa imefuzu moja kwa moja kushiriki fainali za kuwania kombe la dunia huko nchini Marekani, Mexico na Canada. Mchezaji Kylian Mbappe alifunga magoli 2 katika mchuano huu, huku Hugo Ekitike na Michael Olise wakifunga kila mmoja goli moja. Kwengineko, timu ya taifa ya Italia ililaza Moldova magoli 2-0. Mchezaji Esposito na Gianluca Mancini walifungia timu ya taifa ya Italia kila mmoja goli moja. Ushindi huu umehuisha matumaini ya timu ya taifa ya Italia kurejea katika michuano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 10, huku mara ya mwisho kushiriki kombe la dunia ikiwa ni kombe la dunia lililoandaliwa nchini Brazil mwaka 2014. Uingereza ililaza Serbia magoli 2-0. Mchezaji Eberechi Eze na Bukayo Saka walifungia timu ya Uingereza. Kwa sasa Uingereza imeshinda mechi 7 mfululizo tangia michuano ya kufuzu kombe la dunia ilipoanza. Uingereza ndiyo iliyokuwa timu ya kwanza kufuzu kushiriki michuano ya kombe la dunia barani Ulaya. Na kwengineko, timu ya taifa ya Republic of Ireland ililaza Ureno magoli 2-0. Mchezaji Troy Parrott ambaye ni mshambulizi wa klabu ya AZ Alkmaar nchini Uholanzi alitia magoli yote kambani katika kipindi cha kwanza. Na katika kipindi cha pili, mchezaji Cristiano Ronaldo alionyeshwa kadi nyekundu katika dakika ya 55. Ureno ilionekana kulemewa na Republic of Northern Ireland ambayo ilicheza low block almaarufu kama kujilinda na kujihami zaidi, na Ureno walionekana kupata tabu kupenyeza katika ngome hii ya Republic of Ireland. Ushindi huu wa Ireland umeihakikishia kwamba iko mbioni kumaliza katika nafasi za kwanza 2 za juu. Na katika mechi zitakazochezwa usiku wa leo, Luxembourg itakuwa mwenyeji wa Ujerumani, huku Poland ikicheza dhidi ya Uholanzi na Croatia watacheza dhidi ya visiwa vya Faro. Kati ya mechi zitakazochezwa hiyo Jumamosi, Georgia itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Uhispania. Kazakhstan watakuwa wenyeji wa Ubelgiji. Turkey itakuwa mwenyeji wa Bulgaria na Switzerland watawaalika Sweden. Na hiyo Jumapili mechi zitakazochezwa miongoni mwazo ndio hizi. Ureno itacheza dhidi ya Armenia, mchuano ambao iwapo Ureno itashinda itakuwa inafuzu moja kwa moja kucheza katika michuano ya kuwania kombe la dunia. Italia itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Norway. Mchuano huu iwapo Italia itaishinda Norway itabidi icheze katika mechi za mchujo, na iwapo Norway hawatapoteza mchuano huu kwa kuandikisha sare au kushinda, watakuwa wanafuzu moja kwa moja. Kwengineko, Hungary itacheza dhidi ya Republic of Ireland. Atakayeshinda mchuano huu atakuwa anamaliza katika nafasi ya pili na kushiriki katika michujo ya kuwania kufuzu katika kombe la dunia. Vilevile Ukraine dhidi ya Iceland. Atakayeshinda atakuwa anamaliza katika nafasi ya pili na atakuwa anacheza michujo ya kuwania kucheza kombe la dunia.
Na kutoka michezoni sina la ziada. Umekuwa ukitazama Spoti na Mandela. Mimi ni Willy Mandela.